Kawambwa. Mzee wa upupu malizia. Nitaka ni wewe ungeitikia alafu mimi ndo ningesema mzee wa upupu. Umeniharibia hii. Jina sasa hivi alinogi bila mzee wa upupu. Upupu unakwenda? Ulikwenda. Sasa hivi umepumzika. Nasubiri wakati wa dirisha dogo. Hebu leo nitajie huu upupu, huu mzizi wake unaanziaga wapi? Upupu mpaka unapatikana. Inakuaje kuaje? Sasa nikikutajia itakuwa sio upupu, itakuwa majani ya kawaida. Uwashi. Utakuwa uwashi. Ukisoma chuo unaambiwa never reveal your source. Yes, basi naishia hapo. Basi sawa, mambo yanakwenda lakini. Mambo yanakwenda, tunashukuru Mungu, tupo kwenye wakati wa baraka sana kama nchi. Kwa sababu sikumbuki mara ya mwisho kupata timu 4 ambazo zina dalili zote za kufuzu kwenda hatua ya makundi. Nazungumzia 2 ligi ya mabingwa, 2 kombe la shirikisho. Kwa hiyo kama nchi tupo katika wakati mzuri sana, na kwa sisi ambao tupo kwenye upande huu wa sports kabisa, yani kwenye upande wa michezo, sisi tunafurahia, ni kama sikukuu. Kwa sababu unaiona Singida, unaiona Azam, unaiona Simba, unaiona Yanga, yani hukosi content, kwa sababu content yetu kubwa ni mpira wa miguu, then inakuja masumbwi, inakuja riadha, mpira wa kikapu na michezo mingineyo. Lakini tunajua kwa kiasi kikubwa mpira wa miguu kwa Tanzania katika zile 100% inakava hata 70%. Hizo 30 wanaweza kagawana michezo mingine. So kwetu sisi ni sikukuu, wachambuzi, watangazaji, wadau wote wa michezo. Kabisa. Na burudani ya kwanza tutakwenda kuishuhudia hapa kwenye uwanja wa Amani Complex, KMKM wakiwakaribisha Azam FC. Wenyewe wanasema ni dabi kwa sababu inajumuisha timu ambazo zinatoka kwenye nchi moja. Hebu tuambie kwanza tathmini yako kuhusiana na mchezo huu kulingana na performance tuliyoiona kwenye michezo iliyopita ya kutinga hatua hii ya awali. Yes, Latifa, ukitazama kwa umakini wanaozungumzia kwamba hii ni dabi, hata kwenye press conference nilikuwa nasikia baadhi ya waandishi wakimuuliza mwalimu ama wakiwauliza walimu, wapo sahihi. Ni dabi kwa maana gani? Hizi timu zinafahamiana sana, lakini historical, ukirudi kwenye historia, inachagizwa zaidi na hizi timu za taifa. Nazungumzia maana ukisema Taifa Stars ina maana umechanganya Zanzibar pamoja na Tanzania bara. Lakini sasa zikija hapa zikigawanywa, Zanzibar Heroes wakija kucheza na timu ya Tanzania bara, moto huwa unawaka sana. Na kuna ule utani kwamba sisi tuna vipaji Zanzibar kuliko nyie watu wa bara, vipaji hamna vipaji, mpira wenu wa kufundishwa sana, ile talanta ile tofauti na sisi. Na kwa sababu unakuta wachezaji wa huko wanacheza labda Simba, wanacheza Yanga, wanacheza KMC, Mwadui, wanataka kwenda kuonyeshana ile na wenzao. Sasa ile inakwenda mbali zaidi kwamba ligi ya bara ipo juu zaidi kuliko ligi ya Zanzibar. Na kama unataka kufanya vizuri ili uonekane kwenye ligi ya Zanzibar, opportunities mara nyingi inakuja kwenye Mapinduzi. Unaona Mapinduzi Cup huwa kinawaka. Mfano mzuri Mlandege. Mlandege alipiga Simba, alipiga Singida, mpaka watu wakaanza kuwabadilisha majina wasioita Mlandege, utani hapa na pale. Lakini hii yote inakuonesha kwamba Mlandege ni mfano mzuri, lakini JKU tunajua alichokifanya pia kwenye michuano kama hiyo. Kama sio Mapinduzi basi ni Muungano, the same kwa KMKM na timu nyingine kutoka huku. So wanajua ili wapate timu za kwenda kushiriki kule ligi kuu ya soka Tanzania bara, ufanye vizuri unapokutana na hizi timu. Tumeona mfano wakina Faisal Salum, utawataja kina Ibrahim Baka Abdullah, utaenda kina Ibrahim Abdallah Sebo na wengine wengi tu. Mudathir walionekana huku kwenye michuano, ukiacha wengine ambao kama Mudathir ambao alianzia kwenye academy. Lakini nazungumzia kwenye top level, mchezaji kacheza labda Azam FC dhidi ya KMKM, mechi ya Muungano, amekiwasha, unasikia dirisha dogo ipo bara au dirisha kubwa ipo bara. So hii pia ni fursa kwa timu za Zanzibar kuonesha ili wasajiliwe kwenye zile timu za bara. Tunafahamu maslahi timu za bara zinalipa vizuri sana, lakini pia utapata nafasi ya kuonekana kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Ngaje pia ligi ya Zanzibar imekuwa ikionyeshwa, lakini ufuatiliaji mkubwa imekuwa ni kwenye upande wa NBC Premier League. So kuna faida nyingi, na ndio maana mchezo hii inakuwa migumu, yani michezo hii inakuwa mizito. Tactical, Zanzibar wanasifika zaidi kwenye fitness. Yani unaweza kucheza nao dakika 120 timu za kutoka Zanzibar still wasionesha uchovu wa aina yoyote. Tumeona hizo likes za JKU na KMKM. Lakini ukija kwenye upande wa Tanzania bara, quality wise, nazungumzia ule ubora, wamekuwa na wachezaji bora kwa sababu wana afford, wanaweza kusajili wachezaji 12 wa kigeni. Na sio tu wa kigeni mradi wamejaza, wengi wameprove kwamba
wameonyesha wanaweza kuitwa pia timu zao za taifa. Hata kama hawajaitwa, unaona ubora wao unakuwa upo juu tofauti na wengineo, kwa sababu kuna mchezaji anatokea Ivory Coast mfano, usipoitwa kwenye timu ya taifa Ivory Coast hauwezi kujiblame sana kutokana na ubora waliokuwepo nao hiyo timu. Lakini unakuta pia pale Azam FC mfano James Akaminko, mchezaji mzuri, si ndio? Ukienda kwa mchezaji kama Jaffe Kitambala Bola ambaye yupo kwenye timu ya taifa ya Kongo, tumemwona kwenye michuano ya CHAN. So ndio maana nachosema kwamba ubora wa bara, lakini huku wanasifika zaidi kwa kuindua ile, yani wanajua kabisa kwamba sisi tunajua namna ya kucheza dakika 120 timu za Zanzibar zinaweza kucheza. Kwa maana hiyo tutarajie mchezo mzuri sana kati ya Azam na KMKM. Yes, tutarajie mchezo mzuri sana, na hapa kinachozungumzwa zaidi hapa sasa hivi ni historia. Historia kwa maana gani? Azam hajawahi kufika group stage, KMKM hajawahi kufika group stage kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Na kwa klabu kama Azam wanaona kama vile ni dharau, unaelewa, kwa uwekezaji ambao wameuweka, afa hawajawahi kufika group stage. Ndio maana hata kauli mbiu ya msimu huu imebadilika. Sio Azam wale ambao tuliwazoea kwamba wanakwenda kucheza na Bahari Dar, wacheza na Al Akhdar, wanakwenda kucheza sijui na APR. Hapana, approach ya safari unaona ni tofauti, na wameamua kwamba wanayataka makundi. Lakini wakati huo KMKM nayo pia amesema kabisa kwamba hii ni nafasi yao kuandika historia. Hadi katibu mkuu wa ZFF, yes, ukijaribu kutazama ni kwamba kila mtu atataka kuonesha, na kwa upande wangu mimi hii mechi haitakuwa nyepesi. Ukifikiria kwa undani ni bora, kila mtu anatamani KM angepangwa na timu nyingine, Azam angepangwa na timu nyingine, lakini kukutana wenyewe kwa wenyewe ina maana tayari kwanza tuna uhakika timu moja kutoka Tanzania itafuzu kwenda michuano ya kombe la shirikisho hatua ya makundi. Atakuwa nani? Ni kocha Babu ama kocha Ibenge? Inategemea kila mtu kamsoma mpinzani wake kwa namna gani. Walipata fursa Azam ya kuona KM wakicheza na AS Sport ya Djibouti, wamepata fursa KM ya kuona Azam wakicheza na El Merreikh Bentoui.